Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Nikukaribishe katika session yetu ya siku ya leo. Tunaenda kuwa na wakati mzuri sana wa kuwa na maombi, na leo ni siku yetu ya 5. Tunaendelea na program yetu ya maombi, na siku ya leo tutaenda kujifunza neno la Mungu kwa kifupi kabla tujaingia kwenye prayers. Na tutajifunza katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 28. Biblia inasema, Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, alafu mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Kuna keywords ambazo zinapatikana kwenye haya maandiko. Keyword ya kwanza ni hii inayosema Mungu akawabarikia. Mungu akawabarikia. Hii ni keyword. Baraka za Mungu ni keyword. Mungu anapokubariki kuna vitu ambavyo anategemea utavifanya, ambavyo tutaenda kuvitafsiri katika hili andiko lote. Mungu akawabarikia. Hiyo ni keyword namba 1. Kwa hiyo kumbe kuna namna Mungu huwa anabariki watu, na akikubariki kuna vitu ambavyo anategemea vitatokea katika maisha yako. Kwa sababu tunasema kama ingekuwa ni hesabu katika equation, tunasema ukisema 2 kujumlisha 2 sawasawa na 4, tafsiri yake ni kwamba 4 sawasawa na 2 kujumlisha 2. Sasa hapa tunapoanza na keyword ya Mungu akawabarikia, maana yake hiyo ni maana yake tunasema kwamba ni kama vile equation inapoanzia, alafu kuna matokeo mbele yake ambayo yanatarajiwa. Sasa matokeo ambayo Mungu anayatarajia kutoka kwa hawa watu ambao amewabarikia, akasema Mungu akawaambia. Mungu alipowabarikia akasemaje? Akasema zaeni. Keyword ya pili hiyo, zaeni. Katika equation yetu, zaeni mkaongezeke. Zaeni inajitegemea, kuna mkato pale, kuna koma, alafu mkaongezeke kuna mkato. Okay, tuanze kwanza na neno kuzaa kama ilivyo. Jana tulikuwa na session nzuri sana maombi, tulikuwa tunamwomba Mungu kwa habari ya kutusaidia kuweza kuzaa matunda. Na tukasema Mungu nisaidie nizae matunda, Mungu akusaidie uweze kuzaa matunda. Na hii keyword ya zaeni ndio ambayo tulizungumzia jana zaidi, kwa maana ya kuhitaji Mungu atusaidie tuwe na matokeo katika maisha yetu. Sasa Mungu anapokufanya uweze kuzaa matunda, tunategemea ongezeko kutoka kwako. Kila kitu ambacho kinazaa huwa kinasababisha ongezeko. Kama umefuga ng'ombe wanapoanza kuzaliana, tunategemea baada ya muda fulani tutakuja kukuta ng'ombe wameongezeka, wamekuwa ni wengi zaidi. Kama unafuga ni sungura, wanapoanza kuzaliana, tunategemea baada ya muda watakuwa ni wengi. Kama unafuga kuku, wanapoongezeka, wanapoanza kuzaliana, baada ya mwaka 1, 2, 3, tunategemea utakuwa na banda kubwa la kuku wengi sana. Sasa Mungu anaposema zaeni, hiyo ni kitu kingine, alafu ongezeko ni matokeo ya kuzaa. Mungu akuongeze katika jina la Yesu. This is my prayer for today. May God increase you in the name of Jesus. May the Lord God increase you. Mungu akuongeze katika jina la Yesu. Inawezekana umeanza sasa hivi na startup yako, umeanza biashara yako katika hali ya udogo, umeanza huduma yako katika hali ya udogo, umeanza kitu chochote katika hali ya udogo, umeanza kufanya kazi za vipaji ambavyo Mungu amekuwekea ndani yako katika hali ya udogo. Mungu anategemea ongezeko kutoka kwako. Sio tu kuanza kuzaa, unaweza ukazaa, lakini matokeo ya kuzaa ni kuongezeka. That's very real. Yani matokeo ya kuanza kuzaa ni kuongezeka. So we expect the increment. Tunategemea maongezeko kulingana kutokana na taranta ya uzalishaji, tunaanza kutegemea maongezeko. Ni maombi yangu siku ya leo. This is the day 5. Leo ni siku ya 5, tunaendelea na program yetu ya maombi. Katika jina la Yesu leo tunaomba Mungu atupe ongezeko. Katika eneo la kuzaa, Mungu atupe ongezeko. Tusiishie tu kwenye kuzaa, lakini tuongezeke. Kama ulikuwa wewe ni mhubiri wa injili, usiishie tu kuanza kuhubiri injili. Tuanze kuona ongezeko la watu ambao wamemwamini Yesu kupitia injili ambao unaihubiri. Sio tu kwa sababu wewe unafanya biashara umeanza leo. Tunategemea baada ya muda fulani
tuone ongezeko katika eneo la biashara yako, tuone watu wengi wakiendelea kukuungisha vitu, tuone startup yako inakuwa, kama ni NGO, kama ni startup yoyote, tuone inaongezeka kwa maana ya stability. Ikiwa ni kampuni, inaongezeka kwa maana ya uwezo, kwa maana ya thamani yake inaongezeka. Kila kitu kiongezeke, dimensions zote ziongezeke. Kuna dimensions nyingi ambazo zinatakiwa kuongezeka. Kuna inner dimensions zako za ndani, lakini dimensions za nje pia zinatakiwa kuongezeka. Kwa hiyo Mungu anategemea ongezeko kutoka kwako, sio tu kuzaa. Usiishie kwenye kuzaa. Jana tulikuwa naomba Mungu atupe neema ya kuzaa matunda, tukasema Mungu atusaidie, tukasema Mungu atupe neema ya kuzaa matunda. Sasa leo hatuishii kwenye kuzaa matunda, leo tunataka ongezeko. Kandarabasikereba, tunataka kuongezeka. Tunataka kuona vile vitu ambavyo Mungu anavifanya katika maisha yetu vinaanza kuongezeka. Vinapoongezeka kuna vitu vitatokea. Kitu kinapoongezeka matokeo yake ni nini? Ukienda keyword ya 3 sasa, mkaijaze nchi. Unaijaza nchi baada ya kuwa umeongezeka. Okay, kwa hiyo kwenye hii question kwanza kuna baraka. Mungu anaachilia baraka. Akisha achilia baraka, anaachilia ongezeko. Akisha anaachilia kuzaa, uzao, anaachilia uzao. Naposema uzao, ndugu zangu, simaanishi tu watoto kwa maana ya biological sons or daughters, hapana. Napozungumzia uzao simaanishi kizazi kwa maana ya kufyatua watoto kama wanavyosema watu wengine. No, thank you. Ninamaanisha hiyo ikiwa ni mojawapo, lakini pia kuzaa na maanisha to be productive, to be fruitful. Sasa unapokuwa unazaa na kuanza kuonyesha matokeo, Mungu anategemea ongezeko. Yaani kitu ambacho kinafuata baada ya kuzaa ni increment, ni ongezeko. Tunategemea kama ni mtumishi wa umma, unafanya kazi kwa uaminifu wote, baada ya muda tunategemea utaanza kuongezwa madaraja, unaongezeka. Unapoongezeka madaraja na mshahara unaongezeka pia. Kama wewe ni mfanyabiashara, tunategemea unapokuwa unafanya biashara yako, baada ya muda, kwa sababu unazalisha kupitia biashara, tunategemea mtaji wako utakuwa na thamani ya biashara yako itakuwa. Na baada ya muda, maana yake kama ni kampuni, itakuwa na thamani kubwa zaidi kuliko vile ambavyo ulianza. Thamani ya mtaji wako itaongezeka kwa sababu ya ongezeko ambalo limetokana na namna ambavyo wewe unaendelea kuzalisha. Kwa hiyo Mungu anataka tunapoendelea kuzalisha pia aone ongezeko. Aone ongezeko katika maisha yako, aone ongezeko katika maisha yangu, aone ongezeko katika vipaji vyetu, aone ongezeko katika huduma zetu, aone ongezeko kwa kila kitu tunachokifanya. Karamanderebasiteremanda, na kuombea kwa jina la Yesu. Mungu akupe kuongezeka tena. Kama ulikuwa na mtaji wa milioni 1, Mungu akupe iwe milioni 5. Riboka satamayandaraba sikerebari katamayandaraba. Mungu akupe kuongezeka kwa jina la Yesu. Kama mtaji wako ulikuwa ni 500, basi ukawe ni 5,000. Rapatatata yandaraba sike, na kuombea katika jina la Yesu. Mungu akupe kuongezeka. Mungu anipe kuongezeka. Rapatete yeteremanda. Kama we Mungu amekupa kipaji, amekupa karama ya uinjilisti. Kama ulikuwa unahubiri watu 100, Mungu akupe kuwahubiri watu 500. Mungu akupe kuwahubiri watu 1000. Mungu akupe kuwahubiri watu 10,000. Mungu akupe kuwahubiri watu malaki. Mungu akupe kuwahubiri watu mamilioni. Mungu akupe kuwahubiri watu mabilioni, matrilioni na watu wa dunia nzima. Katika jina la Yesu, pokea hiyo baraka kwa jina la Yesu. Pokea baraka ya ongezeko katika jina la Yesu Kristo. God is expecting us to increase. Na hii ni kanuni ya kimungu. Huwezi ukawa mzalishaji, yaani Mungu hawezi akakuruhusu wewe uwe productive alafu usiongezeke. Hakuna, haijawahi kutokea kwenye equation ya kimungu. Everything that you are starting with, so long as you have decided to be productive in the kingdom of God, expect increase, expect an increment, expect growth. Wakati mwingine increase au kuongezeka ni growth. Expect growth. Mungu hawezi akaruhusu uwe na uwezo wa kuzalisha kitu alafu ukadumaa kwa miaka yako yote, alafu miaka 10 ijayo tunakuja kukukuta bado uko kwenye level zile zile ambazo ulikuwa nazo wakati unaanza. Hapana, hapana. Tunakataa leo kwa jina la Yesu. Tunakataa roho ya kudumaa kwa jina la Yesu. Tunakataa roho ya kudumaa kwa jina la Yesu. Tunasema tutaongezeka. Tutaongezeka mashariki, tutaongezeka magharibi, tutaongezeka kaskazini, tutaongezeka kusini. Tutaongezeka kwa jina la Yesu. Katika keria zetu tutaongezeka. Kandaraba siketema yandaraba. Katika kila kitu tunachokifanya tutaongezeka katika jina la Yesu. Oh, ritananama siterebas.
Kandaraba sikerebokas. God is expecting you to increase. God is expecting you to grow. Na ndio maana alitoa maelekezo kabisa, zaeni, koma, mkaongezeke, koma. And guess what? Baada ya kuwa umeongezeka, kuna keyword nyingine inafuata hapa. Anasema mkaijaze nchi. Imagine kuijaza nchi. That means if you have a company, your company should have branches everywhere in the earth. Your company should have branches kila mahali. If you have a ministry, that means it should have the branches everywhere on earth. If it's a business, you should have branches everywhere on earth. Oh, randarabasika. If you have kids, they should be known throughout the world. Ndio maana ya kuijaza nchi. Okay, kama wewe ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, tunategemea nyimbo zako zitasikika kimataifa. Nyimbo zako zitasikika Tanzania, nyimbo zako zitasikika East Africa, nyimbo zako zitasikika Africa, nyimbo zako zitasikika dunia nzima. If you have a talent, your talent should be known where you are, should be known in your country, on your region, on your district, on your East African community, on Africa as well, and on earth or globally. That's what God wants us to grow. This is the season for growth. And sikete mayana. Ninakutabiria katika jina la Yesu. Ninakutabiria kwa jina la Yesu. Your career will go very far. Career yako itaenda globally. Your career should be globally in the name of Jesus. Your career should go globally in the mighty name of the Lord. Mungu hategemei tu tuzae, na hategemei tu tuongezeke. Anategemea kutukuta globally, dunia nzima. The whole earth should be filled with what you are doing. The whole earth should be filled with what you are doing. Dunia nzima lazima ijae kwa kitu ambacho Mungu amekupa kukifanya. Na haya ndio mategemeo. I'm trying to reveal what God thinks about you. Hivi ndivyo Mungu anavyokufikiria kuhusu wewe. He is seeing you globally. That's why alikupa command. Hii ni amri, ni maelekezo ya kuijaza dunia. Kuijaza dunia sio tu kwa kizazi chako, hapana. Kuijaza dunia globally, to fill the earth. Yuko wapi mshindi anayesema from today I'm starting now? Kataba ya taramandaraba. Kuijaza dunia. Kuijaza dunia. Sio tu kuzaa. Kandaraba sike. Ninakuombea katika jina la Yesu. Hautaishia kuzaa peke yake. Karabatatabayanda. Utaongezeka kwa jina la Yesu. Utaongezeka katika career yako. Utaongezeka katika biashara yako. Utaongezeka katika uchumi wako. Utaongezeka katika huduma zako. Utaongezeka kiroho kwa jina la Yesu. Utaongezeka kwa jina la Yesu. Ninakutamkia utaongezeka. Utaongezeka. Utaijaza dunia kwa jina la Yesu Kristo. Hiki ndio Mungu anategemea kukiona kwetu. So it's because of devil alifanya ili andiko lionekane kwa watu kwamba ni andiko ambalo linahusu kuzaa, kwa maana ya kuzaa watoto maybe. But today I want to tell you, hebu pokea ufunuo kwa jina la Yesu. Hajamaanisha tu kuzaa watoto. No, thank you. Unaweza hata usio na biological son hata mmoja. Okay, sasa kama Mungu alimaanisha kuzaa watoto, je, wale ambao hawajawaruhusu wapate watoto, unadhani Mungu kwa andiko hili alimaanisha nini? Au hili andiko aliwahusu? Hili andiko linamaanisha kwamba kuzaa matunda, to be fruitful and to fill the world with the glory of God that has put or bestward upon your shoulders. This is what God is expecting us. Zaeni, mkaongezeke, mkaijaze nchi. And guess what? Baada ya kuijaza nchi, kitu gani kinafuata? Anasema mkaijaze nchi na kuitiisha. I like these words. Napenda haya maneno. Anasema na kuitiisha. Na kuitiisha tafsiri yake ni nini? Kitu chenye nguvu ndicho kinachotawala. Kuitiisha ni kutawala. To have power of decision. Kuwa na nguvu ya maamuzi. Kuweza kufanya maamuzi upon something. Watu wenye nguvu ambao vitu vyao vimeenea dunia nzima ndio wenye uwezo wa kusimamisha dunia. Nilikuwa najifunza mfano wa rais wa Marekani. Rais wa Marekani ambaye sasa yuko madarakani. Namna ambavyo anaweza akatamka neno moja alafu likawa ni sheria kwa dunia nzima. Namna ambavyo the nations are shaking because of his statements. It's because of what?
Ni kwa sababu kuna vitu ambavyo amevizarisha na vikaenea dunia nzima. Kwa kila nchi inajua kwamba kuna mtu anaitwa Marekani. Kuna taifa linaitwa Marekani, taifa lenye nguvu duniani, ambalo wakizungumza kitu kimoja, maana yake dunia nzima lazima ikae chini isikilize. Sasa hivi dunia imebadilika. Sasa hivi mashirika na taasisi mbalimbali za NGOs wakati mwingine wamesheki, kwa sababu tu Marekani alipoondoa kiwango fulani cha fedha ambacho alikuwa ana deposit kwenye hizo NGOs, kwenye vitu vingine, kwenye taasisi, is like bankrupt taasisi zote, kwa sababu he is powerful because he is dominating. This is how God wants us to be. Mungu anataka tuwe na mamlaka ya kudominate. Sasa sisi we are dominating for good. Hatudominate kisiasa, no thank you. Sio tu kisiasa, lakini Mungu ametupa authority to dominate. Sasa naenda kukuombea. Mungu akusaidie. Mungu akupe neema through these words katika jina la Yesu. May the God give you grace. Mungu akupe neema ya kuzaa, lakini Mungu akupe neema ya kuongezeka. Mungu akupe neema ya kuijaza nchi na kuitiisha katika jina la Yesu. Haya ndio maombi yetu ya leo. Mungu akupe neema ya kuzaa, Mungu akupe neema ya kuongezeka, Mungu akupe neema ya kuijaza nchi na kuitiisha katika jina la Yesu. Hebu omba pamoja na mimi, jiombe pia. Mungu nipe neema ya kuzaa, Mungu nipe neema ya kuongezeka, Mungu nipe neema ya kuijaza nchi, Mungu nipe neema ya kuitiisha katika jina la Yesu. Katika eneo la maikeria, Mungu nipe neema ya kuzaa katika keria, Mungu nipe neema ya kuongezeka katika keria, Mungu nipe neema ya kuijaza nchi katika keria, Mungu nipe neema ya kuitiisha nchi katika keria yangu. Rapatata yandarabasike. Keep on praying. Ribokatata mayandaraba, ribokadoka sikete mayanda, ribodoskereboka sitaramanda, rapoteketebaka siterenaraba siteremanarabasike. Katika jina la Yesu utaongezeka. Ninasema utaongezeka kwa sababu umesikia neno hili. I prophesy you will increase. Utaongezeka kwa jina la Yesu. Utaongezeka katika keria yako, utaongezeka katika ndoa yako, utaongezeka katika huduma yako, utaongezeka katika kipaji chako, utaongezeka katika kila unachokifanya ambacho ni chema katika jina la Yesu. Katika kila matunda unayoyafanya, unayoyazaa, utaongezeka. Utaitisha nchi, utaitisha nchi, utaijaza nchi na kuitiisha katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Ninakushukuru Mungu wetu ishie milele. Asante kwa ajili ya muda huu. Asante kwa ajili ya day 5 ambao umetupatia kumeditate maneno haya. Na kushukuru kwa sababu neno hili limepandwa kama mbegu ndani yetu, litazaa matunda na kutufanya kuwa na matokeo makubwa katika ufalme wa Mungu katika jina la Yesu. Nasi tunaenda kinyume na kazi zote za shetani zinazo operate katika maisha yetu, kuzuia roho ya kuzaa, roho ya kuzarisha, roho ya kuongezeka, roho ya kuijaza nchi na kuitisha kwa jina la Yesu. You devil cannot touch our lives again katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ukazae kwa jina la Yesu, ukaongezeke kwa jina la Yesu, ukaijaze nchi kwa jina la Yesu na kuitiisha. Siku yako imebarikiwa katika jina la Yesu. Atamia haya maombi, yaishi haya maneno niliyokuambia siku ya leo, maana ni uzima wako. Maneno haya ni hela, maneno haya ni baraka, maneno haya ni amani, maneno haya ni ushindi katika kila unalolifanya katika jina la Yesu. Mungu akubariki, Mungu akuinue, Mungu akupe neema katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amen.